Nini husababisha kujamba kwa uke? Kwenye posti iliyopita nilizungumza juu ya maana na zoezi hili linatokeaje, lakini pia nikakuachia wewe nafasi ya kunipa comment kuniambia wewe unafikiria nini. Sasa leo nimeleta majibu kwa nini hali hii hutokea. Sasa kumekuwa na taswira ya kwamba watu wanadhani hii hutokea moja kwa moja wakati wa tendo tu, lakini pia wapo wanawake ambao walisema haitokei wakati wa tendo tu. Mimi niko hapa kukupa uhakika ya kwamba sio wakati wa tendo tu. Hapa nitaongelea juu ya sababu au mazingira ambayo yanaweza kupelekea uke wako ukatoa sauti. Mazingira ya kwanza ni kama watu wanavyosema ni ngono. Wakati wa ngono inaweza kupelekea hewa kuingia kabla ya uume, kitu ambacho kitasababisha uume ukiingia uongeze pressure na kupunguza volume, kitu ambacho kitafanya hewa itoke kwa pressure kubwa na kutoa sauti. Lakini wakati mwingine ni kipindi cha mazoezi, mfano mazoezi kama yoga au mazoezi kama ya squats. Haya yote yanaweza kusababisha mwanamke akatoa sauti kwenye uke wake. Lakini kitu cha tatu ni mabadiliko kwenye viahivi vya uzazi, hususan mara baada ya kujifungua. Mara baada ya kujifungua inaweza ikapelekea sehemu hizi kulegea, yani kuwa na namna ambayo inaruhusu kutanuka kiwepesi na kurudi kiwepesi. Kitu hichi kinaweza kupelekea hewa kuingia kiwepesi na kutoka kwa pressure kubwa, kitu ambacho kitatoa sauti. Sababu nyingine inakuwa ni ukavu ukeni. Kuna wanawake wana hali ya ukavu ukeni. Hali hii inapelekea kuta hizi kuwa inelastic, kitu ambacho kitafanya zikitanuka zishindwe kwenda kulingana na mlinganyo wa movement ya mtu. Mwisho zinaacha nafasi au zinaacha room ambayo itaruhusu hewa kuingia, na wakati wa kuchange position ikatoa sauti. Lakini sababu nyingine ya mwisho ni positioning. Kuna mkao ukikaa baada ya kubadilisha position inaweza kaleta changamoto hii ya kujamba kwa uke. Kama wewe ni mwanadada, niambie sababu ipi au katika muktadha gani imewahi kutokea hali hii, ili kusudi kwenye posti inayofuata nikuelezee namna ya kupambana, namna ya kuzuia changamoto hii ya kujamba kwa uke. Mwite rafiki, kwa sababu hii ni Swahili Medics na leo tumezungumzia hilo. Niachie comment, lakini pia niwatakie wakati mwema mpaka wakati mwingine. Ciao.